living a holy spirit-led life. Unaweza yeka living a spirit-led life or living a holy spirit-led life. Yaani unaishi maisha ambaye inaongozwa na Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeah. So hiyo ndio word yetu ya leo. Nikajiuliza swali. What is a Holy Spirit led life? Inakuangaje? Maybe kuna msee anaweza niambia. Niko kufundisha by the way. I'm teaching. Kuna msee anaweza tuambia ni life gani hiyo? Praise God. Mtu amesema. Praise God. Amen. Yeah, is a life which you're not led by the flesh or earthly desires. Hallelujah. Unajua mara mingi maisha zetu huwa tunaongozwa na desires za heart zetu na vitu ambazo tunaona, vitu ambazo mwili yetu inataka. Hallelujah. Amen. Ukipitia pale uone ile kiatu ni kali, naitaka. Praise God. Amen. Ile trouser ni kali, naitaka. Jana tulipokuwa tunaenda Ngong, kuna place tulipitia. Alafu kulikuwa na magari. Alafu kwa gari wasa walikuwa like, mimi nataka ile. Willis mmoja alisema anataka gari. Kuna mmoja alisema anataka Mercedes. Mercedes. Yeah. Which si mbaya. But motive yako ni gani? Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. So unakuwa na life ambayo inakuwa led na Holy Ghost. Praise God. Amen. Tukiangalia life ya David. Main verses zetu zitatoka hapo hivi. In the book of Psalms 51. Ukiangalia life ya David, alikuwa mse ambaye alikuwa na fear God. Alikuwa anaogopa Mungu. Hallelujah. Si ndio? Psalms chapter 51 verse 1 to 11. Tunaweza pata mtu anaweza tusomea. Psalms 51 verse 1 to 11. Yeah, unaona when you live a life that is led by the Holy Spirit, you are a person who you are very close to God, and you are very ready to ask for forgiveness. Hallelujah. Because life yako inakuwa led na yeye. Amen. Amen. Brother Austin, kindly. Psalms chapter 51 verse 1. Have mercy on me, O God, according to thy steadfast love, according to thy abundant mercy, blot out my transgressions. 2. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. 3. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned, and done that which is evil in thy sight, so that thou art justified in thy sentence, and blameless in thy judgment. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. 6. Behold, thou desirest truth in the inward being. Therefore teach me wisdom in my secret heart. Purge me with the hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be withered than snow. 8. Fill me with joy and gladness,
Let the bones which thou hast broken rejoice. Hide thy face from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and put a new and a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So tungesomea pia na Kiswahili ya ingekuwa mzuri. Tafadhali. Makosa yangu nisamehe. In verse 10 anasema create in me a pure heart. Create in me a pure heart, O God. A renew a stand-fast spirit within me. Hallelujah. Amen. And do not cast from me your presence. Cast me from your presence. And take your Holy Spirit. Take your Holy Spirit from me. Hallelujah. So ni mse ambaye alikuwa na look forward. God, nimekosea, nisamehe. Hallelujah. But life za saa hizi unapata umefanya kitu but uko like God hajaona hiyo. God ataelewa. Hallelujah. But tunafaa tuishi life ambaye tunachukia dhambi. Praise God. Amen. Tunaona hii ni mbaya na kwa kweli ni mbaya. Sifai kufanya hivi. Praise God. Amen. Hallelujah. Na ukijua hiki kitu ni mbaya, for sure Holy Ghost atakusaidia. Praise God. Amen. Kuna place the book of Psalms, time yenye David alikuwa wameenda vita. Alafu akarudi kwa kampi yao wakapata walikuwa wameatakiwa na the enemies. Praise God. After walifika wakapata wives zao, watoto, vitu zimechukuliwa. So wase wenye David alikomenda nao walianza kumkemea. Wewe ulitupeleka familia zetu wamechukuliwa. Tutaduaje? Wewe ndio tutaua. Praise God. Amen. But ukikuwa mse ambaye life yako inakuwa led na Holy Ghost, hakuna kitu yenye itakutisha. Praise God. Ukikuwa mtu ambaye umekuwa filled na Holy Spirit na yeye ndiye anakuongoza in your day to days life. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu yenye itakustua. David hakustuliwa na kitu yote. Alienda tu kwa God akamuuliza, God, unadai aje? Unaona? Hakuenda kwa council yake wazae. Ati wazae mnaonaje? Nifanyaje? Alienda direct kwa God. God awasi niwafanyie nini? Niwakute ama niwachane nao? Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na God akamshow wakute. Hallelujah. Praise God. Amen. Vile aliambiwa wakute, we know that story, no? Vile aliambiwa awakute, nini ili happen? Yes? Nini ili happen? Bwana Yesu asifiwe. Amen. What happened? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nauliza swali. Nini ili happen? Na wakashinda. Praise God. Amen. So unaona life ya David ilikuwa led na God. Hallelujah. Because God hajatupatia spirit of fear. Ametupatia spirit of boldness. Holy Spirit mwenye ako ndani yetu, mse mwenye ako ndani yetu ni mse ambaye ni bold. Si mse kitu kadogo kametokelezea alafu uko like, hapa nitaduaje? Hapa nitafanya. Ni mse ambaye ni bold. Mse ambaye ako na power. Praise God. So ukimwacha akulead, ukimwacha lead life yako. Bwana Yesu asifiwe. Hakutakuwa na shida yoyote. Hallelujah. Praise God. Amen.
And then so kwa hiyo chapter yenye tumesoma, nafaa tukuwe wasi ambaye tunakuwa quick ku repent, tunakuwa quick ku ask for forgiveness. Hallelujah. Cause msemo mwenye life yake inakuwa led na Holy Ghost, anakuwa very quick. Nimekosea, mazidi upole. Si ati mtu alikufanyia kitu fulani alafu unamwambia wewe hadi siwezi kusamehea, wewe hadi siwezi sahau kenye ulinifanyia, siwezi sahau, wewe ishia tu na wewe utajua. Unakuwa very quick to forgive. Praise God. Because God ametupatia heart. Hallelujah. Christ alidai kwa cross, alikufa kwa msalaba cause yangu na wewe. Hallelujah. Praise God. Amen. Cause yangu na wewe. So kama yeye alikusamehea dhambi zote, praise God. Amen. Mbona wewe usisamehee mse mwenye amekukanyaga? Mbona wewe usisamehee mse mwenye amekusengenya? Ati ule msichana anakuanga nimemchukia, akajua tu. God hataki hivyo. Praise God. God hataki hivyo. God anataka tukuwasembe tuko na love. Ukiona mwenzako unaona Christ. Unaona glory ya God kuumse. Auoni mwasi. Ama uoni kirware. Unaona God. Kwa sisi watu tumekuwa created kwa image ya God na likeness yake. Praise God. Amen. Another thing is giving our lives to God without withholding anything in our hearts. So tunajipeana. Ndiposa uishi life ambaye inakuwa led na Holy Spirit. Lazima ujipeane. Lazima ujipeane kwake, useme God, mimi nimejipeana kwako. Niongoze direction yangu. Life yangu wewe ndio nimepatia. Na usihold kitu yote. Praise God. Kuna story tumekuwa, I think brother Kimanga ndiye amekuwa mesikia kituambia sana. Kuna msee alikuwa anatakiwa, alafu anakam anaambia God nimekupatia hii kona ya hao. Alafu anaishia usiku, bwana kama anamwataka, anamsumbua ndako like God, si nilikupatia, nilikuambia ukam kwa hao yangu. But mse alimpatia tu kakona. So God kukam tena, mse akampatia tena kakona kingine. Praise God. Amen. God akaishia. God by the way ni faithful. Ukimpatia kakona kamoja kwa nyumba yako, yeye ana pressure. Hata sumbuana ati mbona hujanipatia hizo? Ametupatia free will. Praise God. So hata sumbuana na wewe ati faith, mbona hujanipatia ile vile si tunakuanga ati wewe umenipatia tu hii mandazi moja, mbona hujanipatia 3? Yeye anatosheka. Umenipatia hii ni sawa. Praise God. So mse akaendelea kuteseka. Anakaa mara mwisho akampatia sitting room, akabaki na bedroom. Bado anaendelea kuteseka. Praise God. But ile time yenye mse alipeana hao yake yote, akamwambia God, take control. Nimekupatia kila kitu plus life yangu. Hallelujah. Plus life yangu nimekupatia. Take control of everything. Praise God. Na for sure hautahangaika. Na kupatia God ni kumpatia life yako, issues zako, familia yako, kila kitu, job yako, everything, withholding nothing. Ndiposa Holy Ghost alive life yako. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we learning? Yes. Tunasoma? Tuko fiti?
Amen. Tuendelee. Wow. God anatujua. God, he knows us. God anatujua. Tukiangalia in the book of Jeremiah chapter 1 verse 5. Jeremiah chapter 1 verse 5. God alikuwa anaambia Jeremiah that before Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. Hallelujah. Amen. So God anakujua kabla hadi uliweko kwa tumbo ya mama yako. God alikuwa anakujua. Wadi nasema that alijua mwisho wetu kabla ya mwanzo. Praise God. Kama alikujua before ukue formed kwa tumbo ya mama yako, si ndio? Sio ni kumaanisha alijua mwisho kabla ya mwanzo. Praise God. Alijua life yako itakuwa aje. So mbona usiwache? Praise God. Mbona usiwache mse mwenye anakujua, mse mwenye anajua mwisho wako, alid life yako. Hallelujah. Tunafaa tuache mse mwenye anakujua poa, Lavenda. Mse mwenye anakujua in and out, alid life yako. Kwanza anajua future yako. Amen. So kama God anakujua hivyo vyote, mbona tusisarende everything without withholding anything? Tusarende tu kila kitu kwake. Amen. Ni job. God anajua hiyo job itaishaje. Anajua ita last for long. Anajua ita last. Praise God. Anajua watu wao watasomaje. Bwana Yesu asifiwe. Na anajua watasoma. He's God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So wacheni tupeane lives zetu kwake. Kuziedi anatujua. Utaka mkomwasi kidhani ya mwasa anakujua. Mimi sikujui. Mimi nakujua tu kama sister, kama brother. But God anakujua zaidi. God anajua heart yako. He knows your heart. God anajua heart yako. Praise God. Amen. Wacheni tumu-involve kwa life zetu. Cause anatujua. Wacheni yeye ndiye lead life zetu. Bwana Yesu asifiwe. Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11. Nasikia anajua hadi plans zetu. Jeremiah 29:11 inasema, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. My friend. Mse anakujua. Tafadhali Kiswahili. Biblia kwa kitabu cha Yeremia 29 aya 11 nasema, maana najua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Msi akona plans. Akona plans poa. Yaani amekuplania vitu kalikali. Ya, chali yako atakuplania vitu kama hizo. Chali yako atakuhamu. Atafanya uchukie wanaume. Atafanya uchukie brothers. Demu yako atafanya uchukie wanadada. Utakuwa unaona wadada unaona like ule tu ako kama ule mwingine. Praise God. But ukifocus na God. Ukimwambia God, cause unanijua, cause uko na plans poa sana na mimi. Take control. Lead life yangu. Praise God.
Bwana Yesu asifiwe. Wacheni life zetu zikuwe led na yeye pekee. Praise God. Amen. Hallelujah. Kwa sababu ni yeye tu ndiye anatujua. Ni yeye tu ndiye anajua future yetu. Ako na hope poa sana na sisi. Anajua in 5 years utakuwa wapi. In 1 year time utakuwa wapi. Anajua familia yako itakuwaje. Hallelujah. Tumwache tu lead life zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Ezekiel chapter 11 verse 5. Inasema kwa Kizungu, "Then the Spirit of the Lord came upon me, and he told me to say, this is what the Lord says. That is what you are saying, O house of Israel. But I know what is going through your mind." So, God huwa anajua kenye inapitia kenye iko kwa mind zetu. Yes. Kwa Kiswahili, Roho wa Bwana akaniangukia, naye akaniambia, "Nena, Bwana asema hivi, mmesema maneno hayo, enyi nyumba ya Israeli, maana mimi nayajua yaingiayo katika mioyo yenu." Praise God. God anatujua. And tutasema tunampenda, tutasema God, wewe ndio una lead lives zetu. Tutasema God, nimejipeana kwako. But for sure anakujua in and out. Anajua mind yako. Anajua kenye unafikiria. Hallelujah. Praise God. Anajua kenye unafikiria. Bwana Yesu asifiwe. So wewe ukiishi life, alafu ukiishi life ambaye kutumbo nasema si mimi napenda God. Si mimi naendanga church. But motive yako ya kwenda church ni gani? Unakujanga kwa ajili unaforsiwa ukam, ama unakujanga ndio fellowship na yeye? Hallelujah. Praise God. God anajua mind zetu. Yes, tutakuwa tunakam fellow, tutakuwa tunakam church. But tunakuja kwa nini? Praise God. Anatujua. Msemo mwenye hadi anajua mind yako. Mbona usimwache lead life yako? He knows your mind. Anajua kenye unafikiria. Praise God. Kuna msee huwa anajua kenye msee mwingine anafikiria. Our sister Christy Rose amesomea hizo. Si wanaangalianga emotion ya msee. Wanaangalia face, vile una react, alafu ndio wanajua, si ndio? But God anajua mind yako ndani. Hauta have kwenda hapo hivi ati reaction, emotions zako ndio ajue. Anajua from the heart. Kwa heart yako, kwa mind, anajua kila kitu. Praise God. Hallelujah. So, na kila place yenye tunaishia God ako. So ukifanya kitu and uko like God haoni. Ama ufanye kitu ukijua mwasa yuko hapa hivi. Atia ama pasia yuko. Sinaweza fanya tu kitu. God ako kila pahali. Amen. Hallelujah. Amen. Are we learning? Yes. Hallelujah. Yes, we are learning. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
So there is kuna vitu mingi sana, kuna vitu great sana kwa God when we let our lives to be led by the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Yeah? Because Holy Spirit akona sisi kila time. Hallelujah. In the book of Psalms 139, leo tutasoma verses mob. Yeah, Psalms 139. I hope you are learning. Amen. Amen. Yeah, Psalms 139. Psalms 139. Verse 7 to 12. Tusomee na Kiswahili tafadhali. Zaburi 139 sura ya 7 yasema, niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningependa mbinguni, wewe uko. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Ningezitua mbwawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za bahari. Huko nako mkono wako utaniongoza, na mkono wako wa kuume utanishika. 11. Kama nikisema, hakika giza litanifunika, na nuru inizungukayo ingekuwa usiku. Amen. Yaani David alikuwa msee great sana. Life yake ilikuwa led the Holy Spirit. And ako like, God, ninaweza enda wapi from your presence? Ninaweza enda wapi from your Holy Spirit? Hakuna place ninaweza enda because you are everywhere. Hallelujah. Anasema if I go up to the heavens, nikienda juu mbinguni, uko hapo hivi. Nikienda up to the depths, uko huko. So hatuwezi toroka God. Ukiamua ati uende kwa world, huko hivi God hayuko. Ukiamua God huwa hadi ajibu maombi zangu, acha niende kwa dunia, pia huko hako. Hallelujah. Ukisema acha niende kwa ocean, pia huko hako. Hallelujah. God ako kila pahali. Ukisema acha niende usiku kwa giza, bado hako. Mwangaza yake iko huko hivi. Praise God. So wachini life zetu zikuwe led na Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Because God is everywhere. God anatujua kabla hadi tuzaliwe. Alitujua kabla hadi tuzaliwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu pia anasema that ako kila pahali. Ukijaribu kwenda wapi ako. Ukisema hata nitoke Kenya niende Tanzania, pia huko hako. Hallelujah. Ukisema hata niende Uganda, pia huko hako. Acha niende UK, huko hivi God yuko ako. Uwezi hepa Holy Spirit, uwezi hepa God. Hallelujah. Koza kona sisi, he's everywhere. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. So wacheni life zetu zikuwe led na yeye. Praise God. Kuza kuna place ni unaweza ishia. Hakuna place unaweza ishia. Yeye tu ndiye anaweza to help kwa hiyo situation yenye uko. Yeye tu ndiye anaweza kusaidia kwa hiyo situation ngumu yenye uko. Praise God. Hallelujah. Kuna reward
kwa kutembea na Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. In the book of Joel, tunamalizia. Na hope tuna learn, tuna learn bado tunaendelea ku learn. Amen. Yeah, Joel chapter 12 verse 28. Joel chapter Kidogo tu. Chapter 2. Yeah, chapter 2 verse 28 to 29. Acha nisome kwa Kizungu. And afterwards I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see vision. And even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. Hallelujah. Amen. Ini promise ya God. Hallelujah. Jana tulipokuwa mission, our sister alitufundisha kuhusu vision, kuhusu kuspeak kwa vision yetu. Hallelujah. Ezekiel God alimspeakia in a vision, akamwambia, akamuuliza hizo mifupa zinaweza pata uhai. Amen. Hallelujah. Na Ezekiel akamwambia, Mungu wewe tu ndio unajua. Naye God akamwambia zizungumzie. Hallelujah. Praise God. Amen. So God ametuwekea Roho wake Mtakatifu kwa life zetu. Praise God. Amepoa Roho wake Mtakatifu ndani yetu. Anasema kuwa tutaona vision, tutapata ndoto. Hallelujah. Praise God. Kwa kila mtu, si hajasema ati watu fulani ndio watapata hii, watu wengine hii. Ni sisi zote. Praise God. Hallelujah. So tunapaswa already tuko na yeye. Biblia inasema that wale ambao wameokoka, uwepo wa Bwana uko ndani yao. Amen. Hii promise ambaye God alikuwa anaspeakia Joel ni ilikuwa yetu. Na sasa tuko nayo. Hallelujah. God already ameshapoa his Holy Spirit ndani yetu. Hallelujah. Na ana work. Praise God. So in order for us, ndiposa tuweze kuona visions, ndiposa tuweze kuota ndoto, lazima tumuache ate control ya life zetu. Hallelujah. Hakuna vile utaona vision ambaye utashindwa kutranslate, utashindwa kuelewa. Hallelujah. So utaona vision, alafu atakusaidia kuelewa. Praise God. Holy Spirit atakusaidia kuelewa, atakusaidia understand. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ukiangalia Ezekiel alioneshwa ina vision na ikakamika kwa ukweli. Bwana Yesu asifiwe. So lazima tuache life zetu zikuwe led. Ukiwacha life yako ikuwe led, iongozwe na Roho Mtakatifu, kila kitu unahitaji utakuwa unaiona. Bwana Yesu asifiwe. Na utakuwa unaamini. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Amen.
So wacheni life zetu zikuwe led na Holy Spirit. Amen. Time yenye Christ after ameresurrect, time yenye alikuwa anaenda mbinguni, aliambia disciples wake that msiende place yoyote, endeni hapa room pray and nitawapatia helper. Praise God. Amen. Nitawapatia msi ambaye atawasaidia, a helper. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msaidizi. Praise God. Amen. And pia sisi vile tumeokoka tuko na msaidizi, lakini sisi tuko tu hatutaki kutumia umse mwenye tumepatiwa atusaidie. It's like umeingia kwa shimo ama kwa maji, kwa mto, unaenda na roe, alafu best yako ako like come Faith, come, leta mkono nikusaidie, leta mkono, and uko like mimi najiweza, drown, una dedi. But nilikuwa hapo mimi nakwambia leta mkono, wacha nikusaidie. But unajipiga kifua, mimi niko sawa, najua kuswim, niko sawa, mimi ni ule msee. Tuacheni kujichocha. To give our lives to God. To give our lives to God, atake control ali life zetu. Tuacheni tutumie huyu mse ambaye tumepatiwa atusaidie kwa zile vitu zetu tunapitia. Hallelujah. Amen. Yeye ndiye atakuwa na kushow kirwarei kitu unadusi poa. Atakuwa na kudirector akwambia usipite njia, kuna ngori fulani kwa hapa hivi, usijiunge na hii jeshi, usijiunge na hao mama wa ploti, watakufanya uko sana na watu, watakufanya utoke kwa uwepo wa God, watakufanya uhusiano wako na Mungu ukatike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye atakuwa na kushow, na akikulead atakuwa na kulead life ambaye ni ya kuchukia wase, because God ni love. Utakuwa unajipata tu unapenda mabeste wako, uko na hiyo love because umemwacha lead life yako. Utakuwa like life yako uko unapenda wase, but after we involve Holy Spirit and in life yako, unaanza kunotice umeanza kuassociate na wase, umeanza kukuwa mabeste very close, umeanza kuwapenda. Hallelujah. Because umwacha life yako iko led na yeye. Hallelujah. Because ni yeye tu ndiye anaweza tusaidia kwa hii life. Hiyo shida yenye unapitia, yeye tu ndiye anaweza kusaidia. In the book of Acts chapter 5, Acts chapter 5, inaanzia chapter 6. Chapter 6, kuna msee ambaye aliniamaze sana, anaitwa Stephen. Alikuwa msee ambaye ako na wisdom ya God. Alikuwa msee ambaye amejipeana kwa God. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa among the apostles wenye walikuwa upper room na wakakuwa filled na Holy Ghost. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na I believe aliwacha God control life yake. Aliwacha God lead life yake. Hallelujah. Amen. Amen.
Acts chapter 6 yote aliwacha God life yake. Hallelujah. Na kuna time the apostles in the church kulikuwa na shida ya food. Kulikuwa na Jews na Greeks walikuwa na quarrel, the widows, and the apostles wakasema wachague seven servants who are filled with Holy Spirit and wako na wisdom ya God. Hallelujah. So when you are filled with the Holy Spirit, when you are filled with the Holy Ghost in your life, na umeko filled na Holy Spirit na umewaacha life yako, hakuna kitu itakuzuia. Hallelujah. Praise God. So Stephen alikuwa among the 7. Na ukisoma hiyo story yake, alikuwa mse ambaye anapenda God, mse ambaye ameogopa God. Hallelujah. Praise God. Unaimagine ukichaguliwa kwa the 7. Na si watu tu hivi, ni wase ambao wako filled na Holy Spirit na wako na wisdom ya God. Hallelujah. Amen. Yana after alichaguliwa, wase walianza kumchukia. Hallelujah. The high priest walianza kumchukia. Praise God. Amen. Kwa vile alikuwa na judge vitu, kwa vile alikuwa na lead vitu. Hallelujah. And to cut the story short, anapeana story ya Moses, hizo vitu zote. Anaambia hawa nyinyi mnasema mnaamini Moses, and yet zile vitu zenye Moses alikuwa anasema amwamini, because Moses alikuwa anaongelea about Christ, and bado muamini. Hallelujah. And ikafika time Stephen anakuwa stoned. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. In Acts chapter 7 verse 60 inasema that then alipokuwa anastoniwa, anachapwa mawe, akasema then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. Nani anaweza sema yes na Kiswahili tafadhali? Nani anaweza fanya such a thing? Tuseme tu wewe ya wow. Nani mwingine anaweza fanya such a thing? Msetu alikuwa hadi sikukua alikuwa anataka kukuua. Alafu ati unaambia God, ati God wasamehe, usi hold hiyo dhambi yao, wasamehe. Hallelujah. Wasamehe nani? Wachawa sister. Nani mwingine? Msee alikuwa anataka kukumada. So ukiwa life yako inakuwa led na Holy Spirit, ndio unaweza fanya hivyo. Hallelujah. So wacheni life zetu zikuwe led na Holy Ghost. Praise God. Hallelujah. Amen. Wacheni life zetu zikuwe led na Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Because ni yeye ndiye ambaye anatujua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 We can stand.
tunaweza simama.